Naitwa Petro Agustino Mchelo, mratibu wa elimu ya afya na uhamasishaji halmashauri ya wilaya ya Meru. Leo tumeendelea kufanya na zoezi la uhamasishaji pamoja na utoaji wa elimu ya afya kwa wananchi. Tupo kwenye kata ya King'ori na tumefanya kwenye vijiji viwili. Kwanza tunashukuru mwitikio ni mkubwa, na tuwe tu wazi, halmashauri ya wilaya ya Meru kupitia idara ya afya tumejipanga kuwafikia wananchi kwa wataalamu mbalimbali wa afya kutoa elimu. Leo tumetoa elimu ya lishe, lakini pia tumetoa elimu ya afya ya uzazi kwa kuwahamasisha wanawake wajawazito kuwahi kliniki. Lakini pia tumetoa tahadhari za magonjwa mbalimbali na wananchi wamefurahia. Kwa hiyo tunamshukuru mkurugenzi, tunamshukuru mganga mkuu pamoja na serikali kwa ujumla kwa sababu wametuwezesha, na lengo kama ambavyo wananchi wameendelea kuomba, lengo ni kuwafikia, kuchukua wataalamu mbalimbali, kuwaleta kwenye jamii ili tuweze kuzuia zaidi ya kutibu. Kama tunavyofahamu, kinga ni bora kuliko tiba. Halmashauri ya Meru tumejipanga. Kwa majina mimi naitwa Grace Nanyaro, ni mratibu wa mama na mtoto halmashauri ya wilaya ya Meru. Tumeweza kuongea na wananchi umuhimu wa kuja na wenza kliniki, kwa sababu wenza wakipata hizi elimu au wakapata vitu vyote ambavyo vinaendelea wakati wa kliniki, inatusaidia sisi, familia inakuwa na uelewa, wenza wanakuwa na uelewa, jamii inakuwa na uelewa. Sisi wataalamu tukishirikiana kwa pamoja, lengo la kupunguza vifo vya mama na mtoto inakuwa ni kitu kizuri. Lakini pia niliweza kuzungumzia habari ya uzazi wa mpango kwenye elimu hiyo, kwa maana nilielimisha jamii zetu zinaona uzazi wa mpango inasababisha kukosa watoto, lakini niliwatoa hiyo hofu na kuambia lengo la uzazi wa mpango, kwamba lengo la uzazi wa mpango, lengo letu sisi kama wataalamu sio kupunguza idadi ya watoto. Lengo la uzazi wa mpango ni kumpumzisha yule mama kile kipindi cha unyonyeshaji cha kuanzia mtoto anapozaliwa mpaka miaka miwili, kizazi kinatakiwa kipumzike. Hivyo basi, kizazi kitapumzika vipi? Lazima mimi na mama tukae na baba, wao wajadiliane ni njia gani ya uzazi wa mpango watakaoitumia na wanatarajia kupata watoto wangapi. Kile kipindi cha ni njia gani na wanatarajia kupata watoto wangapi ili kupata mapumziko. Lengo letu tu ni mama aweze kupumzika ndani ya miaka miwili, miaka mitatu, aweze kubeba ujauzito mwingine. Anapumzika vipi? Tuna njia mbalimbali za uzazi wa mpango. Tunatakiwa tukae kama na wateja wetu tuwaeleweshe kuna njia mbalimbali za uzazi wa mpango, apumzike baada ya miaka miwili, miaka mitatu, aweze kuendelea na utaratibu wa kuzaa. Jina langu naitwa Asia Ijumaa, ni afisa lishe kutoka halmashauri ya wilaya ya Meru. Leo tuko hapa kata ya King'ori, kijiji cha Odonyongiro, ikiwa ni mwendelezo wa maadhimisho ya siku ya afya na lishe ya kijiji, yaani SALIKI. Kwa leo tumekutana na wananchi wa kijiji hiki na kutoa huduma mbalimbali za lishe, ikiwemo elimu ya lishe kuhusu makundi ya vyakula. Lakini pia tumeelezea namna bora ya kuandaa chakula cha mtoto, yani chakula mchanganyiko, ili mtoto aweze kupata virutubishi vyote. Kwa kweli tunapofanya hizi SALIKI tunaona kwamba wananchi wengi wanafikiwa, hasa wale ambao wanashindwa kufika katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, wanapata huduma hizi katika maeneo yao. Hususa ni vijana, wazee, lakini kuna wale akina mama ambao watoto wakishamaliza huduma za chanjo hawaleti kliniki. Tunapata fursa ya kuwapa elimu kuwa wanatakiwa kuendelea kuwapeleka watoto hao kliniki mpaka wafikishe umri wa miaka 5. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa ambayo tunayapata katika haya mazoezi ya SALIKI, ukizingatia tunafanyia kwenye jamii husika. Tunatarajia vijiji vingine kufikiwa kwa maana tuna vijiji vingine ambavyo tutaviendea, kwa hiyo yataendelea kuwa endelevu. Na tukumbuke kwamba maadhimisho haya yanafanyika kila baada ya miezi 3. Kwa hiyo haya mazoezi ni endelevu.